Watu wawili wamepigwa risasi na kuuawa na maafisa wa usalama eneo la Kimwani, kaunti ya Nandi kufuatia mzozo wa ardhi. Kwa mujibu wa maafisa wa polisi, zaidi ya vijana 600 wanadaiwa kuvamia shamba hilo kwa lengo la kuwafurusha waliokuwa wakiishi sehemu hiyo, wakidai shamba hilo lilichukuliwa zaidi ya miongo 4 iliyopita. Kanda hii ya mwanagenzi iliyorekodiwa Jumatatu ikionyesha taswira ilivyokuwa eneo la Kimwani katika mpaka wa Tinderet na Chemelil, kaunti ya Nandi. Vijana waliojihami kwa silaha hatari wakionekana kuvamia shamba moja hapa ambalo limekuwa likizozaniwa tangu jadi. Wasichokijua ni kwamba maafisa wa polisi kupitia ujasusi walikuwa hapa. Baadaye kidogo shamba hili likageuka uwanja wa vita. Picha hizi zikionyesha jinsi hali ilivyokuwa Kimwani. Maganda ya risasi na walioathirika na vurumai wakipigwa na butwa. Baada ya fujo za siku kutwa, vijana wawili walipigwa risasi, mmoja akifariki papo hapo, mwingine akiaga alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali moja ya Nandi. Wiki jana, wenyeji walionyesha ghadhabu yao wakisema shamba hilo ambalo lilisitiri zaidi ya watu 10,000 lilitwaliwa wakati wa uongozi wa hayati Rais Daniel Moi na kupewa shirika la kilimo la ADC. Baadaye mashamba hayo yalipewa wakuu wa vikosi vya usalama na sasa wanadai wakisema yalikuwa mashamba yao. Ombi letu kubwa, Murkomen uko wapi kama mtoto wetu? Kipchumba uko wapi? Utusikize kama watu wa Tinderet. Maaskari wanatumwa huku na kuna watu wanaumia huko nje na mambo ya vita. Lakini tunaletewa sisi tupikwe. Baada ya wasungu kuja nchi kufurusha watu wetu, wengine wakaenda Tanzania, wengine Uganda, wengine wakabaki. Mpaka 1963 wakati ambao tulipata uhuru. Wasungu wakatoka, serikali ya Kenya ikatawala. Serikali ya Kenya badala ya kurudisha ile mashamba kwa wenyeji, hawakurudisha, wakabadilisha wakakuwa ADC. Turudishwe pale tulikuwa tukiishi tangu zamani, kwa zili wazee wetu hawakuwa wanaishi kwa milima, walikuwa wanaishi hapa chini. Kamanda wa polisi kaunti ya Nandi, Thomas Ototo, aliyezungumza nasi kwa njia ya simu akiwa na haya kuzungumzia matukio ya Jumatatu. Everybody has a right to own pieces of land anywhere in this country. So we will not allow that. It is regrettable that we lost 2 lives, but I again appeal to the youths not to be used. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. Wafugaji samaki wa vizimbani huko kaunti ya Kisumu wanakadiria hasara ya zaidi ya shilingi milioni 10 kufuatia vifo vya ghafla vya samaki. Katika siku 2 zilizopita, vizimba 12 vimepoteza samaki wote kutokana na ukosefu wa hewa. Idara ya afya kaunti ya Kisumu imeondolea mbali hofu ya usalama wa samaki wanaouzwa sokoni kwa sasa.